Na mtazamaji wa television Tumaini, karibu sana katika kipindi hiki cha Kahawa au Chai, na mara hii ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, ambapo huwa napenda kuita meza huru, meza ambayo inatukutanisha na wadau mbalimbali kutoka kada mbalimbali, pia tukizungumza masuala kadha wa kadha. Na ukiona jambo basi limeletwa hapa katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai, fahamu ya kwamba basi hilo ni jambo kiukweli nahitaji makini hasa katika kulisikiliza. Karibu tuambatane pamoja. Mimi ni Anet Nyoni, na mara hii katika sehemu hii ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai niko na wageni hapa katika meza hii huru ya Kahawa au Chai. Na wageni nilionao si wengine, niko na Mariam Shedrack, yeye ni afisa hamasa kutoka Nipe Fagio. Sishangai. Kwa hivyo Nipe Fagio. Sasa ni nini? Wanaishughulisha nini? Tutapata kufahamu hapa. Lakini pia pamoja naye niko na Marco Doto, yeye ni afisa hamasa jamii kutoka Taka Sifuri kutoka hapa Nipe Fagio. Jamani, habari zenu? Salama. Habari za majukumu. Nimefurahi licha kwamba mimi ndo nimewakaribisha katika kipindi hiki, lakini nyie mmenikaribisha ofisini kwenu. Nimefunga safari leo kutoka huko nilikotoka hadi Mikocheni. Nipe Fagio. Pengine kwa mtazamaji wetu ambaye ndio kwanza nasikia hii Nipe Fagio, kwanza tunataka kuifahamu hasa Nipe Fagio ni kitu gani hasa? Okay. Nipe Fagio kama ambavyo jina linajieleza kwamba nipe fagio, kwa maana moja kwa moja inaakisi masuala ya mazingira. So Nipe Fagio ni taasisi isiyo ya kiserikali ambayo inajihusisha na masuala ya utunzaji wa mazingira, hasa udhibiti wa taka ngumu, na ilianzishwa mwaka 2013 ambapo kuanzishwa kwake kulitokana na uwepo wa changamoto nyingi sana ambazo zilikuwa zinaonekana kwenye mazingira yetu, hasa jinsi watu ambavyo walikuwa wanatupa taka ovyo. Kwa kipindi hicho ukiwa unatembea kwenye mitaa mbalimbali utakutana na taka nyingi, plastiki na aina nyingine za taka zilikuwepo kwa wingi sana. Sasa ndo likaja wazo la kuanzisha Nipe Fagio, ikiwa na lengo la kuja kutibu hili tatizo la uchafuzi wa mazingira hasa unaotokana na taka ngumu. Hapo kwenye wazo, kwa sababu bado tunaendelea kujenga msingi kwenye hilo wazo la kuanzisha Nipe Fagio, pengine wadau wake hasa wa kwanza ni wakina nani, lakini namna yake sasa mwanzoni kabisa wa uanzishaji ilikuwaje? Mwanzoni wakati inaanzishwa, yule aliyeleta hilo wazo basi aliamua kutafuta watu mbalimbali ambao wangeweza kushirikiana kwa pamoja katika kutatua tatizo la uchafuzi wa mazingira, ambapo moja wa wadau wakubwa ni pamoja na jamii yenyewe, kwa sababu tunapozungumzia swala la uchafuzi wa mazingira, watu wanaochafua ni wanajamii. Kwa hiyo tatizo linatokea kwenye jamii yao. Sasa kukawa na kampeni nyingi ambazo zilikuwa ni kampeni za kusafisha mazingira. Kulikuwa na kampeni za kusafisha bichi kwenye mitaa mbalimbali. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ambayo watu walikuwa wanakutana pamoja, wanasafisha hizo fukwe na kupeana elimu kwamba tatizo ni kubwa sana. Sababu ukiangalia kipindi hicho Dar es Salaam kama jiji lilikuwa linashika nafasi ya 12 ulimwenguni kwa uchafuzi wa mazingira. Kwa hiyo hiyo ilikuwa ni tulikuwa tunaelekea kubaya sana. Sababu unajua matatizo ya uchafuzi wa mazingira, kuna mlipuko wa magonjwa, kuna mafuriko yanatokea kutokana na kwamba watu wakitupa takataka kwenye mito na mitaro. Kwa hiyo zile takataka zinakuwa zinazuia yale maji yanayotembea, na mwisho wa siku yanaingia kwenye makazi ya watu na hatimaye mafuriko. Lakini pia kwenye magonjwa na maradhi kama kipindupindu na malaria, nayo yanasababishwa na uchafuzi wa mazingira. Yes. Na tuangazie sasa katika utekelezaji mzima wa dhana ya Taka Sifuri. Tunafahamu kwamba hivi sasa hapa nchini pia umezungumza vizuri kwamba changamoto hiyo ya matatizo ya mazingira ambayo tumekuwa tukiyashuhudia, lakini likaibuka dhana nzima hii ya Taka Sifuri, tuhakikisha kwamba kama jamii na yenyewe inakuwa na uelewa huo, lakini kuhakikisha kwamba pia inaweka mazingira yao katika hali ya usafi. Namna gani sasa ninyi Nipe Fagio mmeichukua hiyo dhana
na kutembea nayo katika taasisi hii? Ya, ni kweli baada ya kufanyika zile kampeni kwa wingi sana ndipo likaja wazo la taka sifuri, kwa sababu kwenye kampeni pia kulikuwa na tafiti ambazo tulikuwa tunazifanya kwenye mitaa, lakini pia kwenye fukwe za bahari. Lengo lilikuwa ni kupata taarifa, kujua tatizo linaanzia wapi na ni namna gani tunaweza tukafanya ili kuweza kuondokana na hilo tatizo. Kwa hiyo kulikuwa na hizo tafiti za kukusanya taka kwenye kando ya bahari au bichi, lakini pia mitaani kupitia zoezi linaloitwa waste assessment and brand audit au zoezi la kuzichambua zile taka. Kwa hiyo tunajua kuna taka gani kwa wingi zinaonekana zinatokea wapi, labda majumbani au watu wanaenda moja kwa moja kutupa kwenye hizo fukwe. Kwa hiyo na baadaye sasa, baada ya kupata ile, ilitusaidia kupata picha kamili ya kwamba tatizo likoje na linaanzia wapi. Sasa baadaye sasa ndo likaje wazo la kutekeleza mfumo wa taka sifuri ambapo sasa hii ilikuwa ni moja kwa moja kutatua tatizo moja kwa moja. Sasa labda ningeelezea taka sifuri ni nini. Taka sifuri naweza nikasema ni mfumo wa maisha ambao unalenga kupunguza au kuondoa kitu kinachoitwa taka. Sasa kuna vitu ambavyo vinafanyika ili kuweza kufikia hili lengo la taka sifuri. Kuna masuala ya kutumia tena bidhaa, kuna masuala ya kukataa bidhaa ambazo zinatumika mara moja na kutupwa kwenye mazingira. Kuna masuala ya kufanya urejelezaji, lakini vile vile kuna masuala ya kuzalisha mboji au mbolea ya mboji na wadudu au funza ambao huwa ni chakula cha kuku na samaki. Kwa hiyo baada ya kuanzishwa huu mfumo ambao kiukweli unafanya kazi katika jamii, kwamba unapelekwa moja kwa moja kwenye jamii inapewa elimu, kwa sababu kuna misingi yake katika kuhakikisha huu mfumo unafanikiwa. Kwanza kuna kuhakikisha swala la utenganishaji kuanzia ngazi ya kaya, ambapo wananchi wanafundishwa namna ya kutenganisha taka zao, na sisi katika utekelezaji wa mfumo huu wa taka sifuri tunafundisha jamii kutenganisha taka katika makundi manne. Kundi la kwanza la taka ozo, rejeshi, hatarishi na nyinginezo. Kwa hiyo wakishatenganisha vizuri hizo taka, ndipo zinachukuliwa zikiwa zimetenganishwa na baadaye zinapelekwa kwenye kituo ambacho kinajengwa kwenye jamii husika, kwenye hiyo jamii ambapo mfumo wa taka sifuri unatekelezwa. Hicho kituo kinaitwa Material Recovery Facility au kituo cha kuchakata taka kwa lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo hapo sasa ndo utakuta zile taka ambazo zimetenganishwa vizuri zinapelekwa pale kwa ajili ya kufanywa urejelezaji, kwa ajili ya kuzalisha mbolea ya mboji na kwa ajili ya kuzalisha wale funza ambao ni chakula cha wanyama. Kwa hiyo moja kwa moja unaona kwamba badala ya watu kutupa taka ovyo kwenye mazingira, wanafundishwa kuzitenganisha vizuri, alafu baadaye zinakusanywa katika mfumo ambao ni mzuri, zinapelekwa kwenye hicho kituo. Lakini pia inapunguza ile kuchanganya watu kwenye chombo kimoja. Unakuta mtu labda anaweka kwenye dustbin moja au kiroba kwa anazichanganya. Sasa ile sio nzuri sana kwa mazingira, kwa sababu unapochanganya unategemea kwamba hizo taka zitachukuliwa na kupelekwa labda dampo, ambapo zikipelekwa dampo napo kuna matatizo mengine yanayoenda kuzalishwa huko kwenye dampo. Tushawahi kusikia kwamba kuna masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, kwamba taka zikiwekwa sehemu moja kwa wingi zinazalisha hewa kali sana inaitwa methane, ambayo inaleta mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sasa mfumo wa taka sifuri umeweza kusaidia kuondoa au kupunguza taka ambazo zinapelekwa dampo, na kuna manufaa mengine ambayo yanakuwepo kwenye jamii, kwamba jamii unakuta inanufaika kwamba kwanza kwa kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na salama, lakini pia jamii inanufaika kupitia ajira
kwa sababu wale ambao wanahusika kwenye kukusanya hizo taka zilizotenganishwa wanakuwa wametokea kwenye jamii hiyo hiyo. Kwa hiyo hiyo inakuwa ni fursa ya ajira, lakini kingine ni kupitia matumizi ya mbolea ambayo inazalishwa kutokana na taka ozo. Kwa mfano maeneo ya mijini, kama kuna mfumo wa taka sifuri, kuna wale wakulima wanaolima mboga mijini, kuna wengine wana zile garden. Kwa hiyo wakitumia ile mbolea ni nzuri, kwanza haina gharama kubwa, lakini pia haina madhara kwenye udongo. Ile inakuwa na rutuba ya asili kabisa, kwa sababu zile taka ozo unakuwa na mchanganyiko wa aina mbalimbali wa vitu vya aina mbalimbali, kama unakuta kuna matunda, kuna mboga za majani. Sasa zile unakuta zina virutubisho vyote. Sasa inapotumika kuzalisha mbolea, maana yake inaenda kusaidia kwenye udongo. Udongo inakuwa rafiki wa mazingira pia. Umezungumza mengi Marco, nafikiri baadaye pia nitarudi kwako. Tumemwacha Mariam kimya hapa kwa muda mrefu. Na pia nitarudi kwako nichukue hili tafiti hizi ambazo mmefanya hasa katika kuhakikisha kwamba mnabaini pengine taka zipi zinazalishwa sana hapa jijini, lakini pengine ni watu gani ambao wanazalisha ama maeneo gani zaidi sana, labda pengine huko ndo wanazalisha taka za aina fulani na nini. Tarejea huko kwako, lakini nikigeuka kwako Mariam, tukiangazia katika upande huo sasa wa kuendelea kuhakikisha kwamba hii kutokomeza taka linafanikiwa, lakini taka pia hizo zikarejelezwa zikarudi tena katika jamii hiyo ambayo inazalisha taka, pengine kutumika kama mboji ama kutumika, maana tunajua sasa hivi hata kuna hizo chupa, una baadhi ya watu wanaokota chupa za maji zinakwenda zinarejelezwa tena zinarudi tena katika jamii. Utekelezaji hasa katika eneo la mboji umekaa vipi, na lakini pengine pia hata jamii hizo ambazo mnakuwa mkifanya nazo kazi katika kuhakikisha kwamba mnaondoa taka jijini imepokeaje hasa mradi huo? Asante sana Aneti. Kwanza kabisa, mfumo wa taka sifuri ni mfumo ambao umekuwa niseme ni mfumo ni endelevu, lakini pia ni mfumo ambao ni kitu ambacho kinawezekana. Watu mwanzoni walikuwa wanachukulia kwamba hiki kitu hakiwezekani. For instance, maybe tukienda kufanya survey au tukienda kutoa elimu katika jamii, mtu unamuuliza unaelewa nini kuhusu mfumo wa taka sifuri, mwingine anakuambia sielewi. Lakini ukishampa elimu akaelewa na kuuliza, je, hiki kitu kinawezekana? Lakini kwetu sisi hiki kitu kinawezekana. Naweza nikachukulia mfano ulivyouliza swala la mboji. Kuna mradi ambao tunao, ni mradi wa Simu 2000, ni mradi wa utengenezaji mboji sokoni. Sisi mwanzoni tulianza taka sifuri ambapo ilikuwa inafanya kazi tu katika jamii, lakini tukaje tukaona kuna baadhi ya maeneo yameachwa ambapo ni kama maeneo ya sokoni. Kuna eneo la soko ambao ni masoko mbalimbali hapa Tanzania yapo, hususan kwa hapa Dar es Salaam, na hayo masoko yanazalisha vyakula vingi ambavyo ni vya takaozo. Na hizo takaozo kwetu sisi tunachukulia ni kama rasilimali, kwa sababu takaozo kwanza kabisa zina changamoto nyingi katika mazingira, ambazo ndo taka ambazo zinaongoza kwa kutuzalishia hewa ukaa ambayo inaenda inachafua anga. Na ikishachafua anga, at the end of the day tutaletea mambo ya climate change. Kwa sisi kwetu sisi tukaja kuchukua takaozo kama rasilimali kwetu, kuzibadilisha, kuzitengeneza kuwa mboji, lakini pia kutengeneza kuwa maggot ambayo inakuwa ni chakula cha wanyama pamoja na mifugo mingine ambayo inafugwa. Sasa katika huu mradi wa utengenezaji mboji ambao uko Simu 2000, ni mradi ambao umekuwa ni tija, au niseme ni mradi ambao umeleta ni matokeo mazuri, hususan kwa eneo la pale sokoni. Kwa sababu mwanzoni katika lile soko kulikuwa na changamoto kubwa ya taka. Taka nyingi zilikuwa zinakaa pale, au niseme kwamba wafanyabiashara walikuwa wanafanya zile biashara, ile eneo lile pale walikuwa wanaweka ni kama wametengeneza kidampo bubu. Wanakuwa wanadampu zile taka pale, na ilikuwa inachukua muda mrefu sana mpaka magari yanataka kuwa yanakuja yanachukua kuzipeleka dampo. Na changamoto kubwa ya hapa Dar tulionayo ni upatikanaji wa dampo. Dampo liko mbali, au niseme ni mbali sana. Kwa mpaka gari lifike kule inakuwa ni shida kubwa. Kwa eneo lilikuwa watu wanatupa taka pale. Kwa baada ya sisi kuona kwamba kuna changamoto hapa, tukaamua kuleta huu mfumo wa taka sifuri masokoni. Kwa tunaita ni zero waste market. Na huu mfumo wa taka sifuri masokoni, hususan kwenye hili soko la Simu 2000 ambalo linapatikana manispaa ya Ubungo,
wafanyabiashara wa pale, taka nyingi wanazozalisha ni taka ozo. 80% ya taka zinazozalishwa pale ni taka ozo. Kwa baada ya sisi kuona pale ile ni fursa, tukaamua kujenga kituo cha utengenezaji wa mboji. Ile kituo pale ni special tu kwa ajili ya taka ozo ambazo zinazalishwa hapo. Kwa wafanyabiashara waliupokea vizuri sana ule mfumo, na ni wao ambao wanasaidia pia katika kutenganisha zile taka ambazo masokoni, kwa sababu tuligawa. Mwenzangu ameelezea kwamba ili mfumo wa taka sifuri ufanyike, kitu cha kwanza ni lazima utenganishaji wa taka ufanyike katika ngazi ya chanzo. Kwa mwanzoni pia simu 2000 walikuwa wanachanganya taka zote zinawekwa kwa pamoja, kwa sababu pia kuna ambao wanatumia lile soko pale, kuna wanaouza vyombo, wanauza vifaa mbalimbali, kuna mitumba pia inauzwa pale, kuna kuta watu wanachanganya mle na taka zingine. Kwa sisi tukaweka vile vyombo vya kutenganishia taka special kwa ajili ya kutuwekea taka ozo tu. Zile taka ozo ambazo zinazalishwa pale tuweze kuzidhibiti na kuzirejeleza pale pale sokoni ili ziweze kuzalishwa kutengeneza kuwa mboji. Hasa utengenezaji wa mboji umeweza kufanikiwa. Labda naweza nikasemea changamoto kubwa iliyopo ni soko la hiyo mboji. Mboji sawa tunatengeneza na watu wanaelewa. Sababu pale sokoni kuna vijana ambao walikuwa mwanzoni wanafanya usafi, labda anapita tu anaomba kwamba naomba nikufanyie usafi, lakini sasa hivi baada ya ule mradi kwenda pale imekuwa ni fursa kubwa kwa wao, kwa sababu wameajiriwa direct na manispaa, kama niseme kama casual labor wa manispaa ambao wanakuwa wanafanya hizo kazi. Kwa hapa ana uhakika wa kula kila siku, kwa sababu baada ya mwezi lazima atapokea ujira wake. Kwa pale wale watu wamepata ajira, lakini pia wanaweza kuendesha maisha yao kupitia ile kazi. Kwa imekuwa ni manufaa makubwa, lakini pia ule mradi umesaidia mazingira ya pale sokoni. Kwa sasa hivi ukienda simu 2000 ni tofauti na ilivyokuwa mwanzo. Kwanza sasa hivi hakuna harufu zaidi ya mwanzoni ilivyokuwa taka zinakaa pale zinachukua muda mrefu, kwa sasa hivi imekuwa ni tofauti kidogo. Kwa sasa hivi ule mradi umesaidia sana, lakini changamoto kubwa iliyopo ni zile mboji sasa ziende wapi? Simu 2000 wafanyabiashara wengi wa pale niseme ni wakulima wao wenyewe. Lakini shida moja iliyopo kwa wakulima, ili akitumie kitu lazima aone kwanza. Anakuambia nitajihakikishia vipi kama hiki kitu kinafanya kazi? Unajua watu tunatamani yale matokeo ya haraka. Kitu yaani kwamba mimi nimelima labda tikiti langu, natamani nilione baada ya muda tu lakini kuna kitu ambacho wanashindwa kukielewa, kwamba ile mbolea wanaotumia ile ya kisasa ni sawa, mazao yako yatakuwa, lakini life cycle yake ni ndogo sana. Ardhi yenyewe kwanza inapoteza rutuba yake, lakini kwa mboji hii inarudisha rutuba ya ardhi. Ni mbolea asilia ambao kwanza niseme ni chakula cha ardhi, kwa sababu inaenda kuongeza nutrient kwenye ardhi. Na kwa sababu wafanyabiashara au wakulima wamezoea ile mbolea wanayotumia ya kisasa, direct anaenda kuweka, labda ameshapanda mmea wake umeota, anaenda kuweka kwenye ule mmea, ili ukija kuzaa labda tunda limezaliwa limekuwa, anaona matokeo. Kweli hiki ni kitu ambacho kinasaidia. Lakini ukianza kumuelezea sasa kwamba hii inasaidia pia kurudisha ardhi ambayo unatumia huko kulima, kwa sababu sometimes kuna wengine wanaleta matunda pale ambao unaona kabisa hapa mbona kama vile hayana yametoka kwenye ardhi ambayo sio. Hasa mtu unaanza kumpa elimu pale, tunaomba tukatumie mboji kwa sababu ni kitu ambacho kinasaidia kurudisha rutuba ya ardhi pia, lakini pia kukupa wewe matokeo mazuri. Hata haya matunda ambayo utakuja kuyauza hapa, au mazao ambayo utaweza kuzalisha yatakuwa na muda mrefu zaidi, kwa sababu tunaona sometimes kuna kipindi cha matunda kikiwa niseme kuna misimu pia. Msimu wa matunda. Matunda unaweza kukuta pale matikiti ni mengi, lakini baada ya siku 3 gari limeshusha matikiti mengi, baada ya siku 3 yameoza. Unajiuliza kwa nini yanaoza? Labda ukijaribu kulikata hivi unakuta lina maji mengi, alafu halina ladha, kwa sababu ya zile dawa ambazo wanatumia. Kwa tunajitahidi kutoa elimu kwa wafanyabiashara watumie hizi mbolea zetu, kwa sababu kuna ambao sawa wamejaribu kuchukua, lakini still bado niseme hawa wakulima pia wengi ni wa mikoani. Unajua kwa Dar sio eneo la kilimo sana. Kwa ni mikoani, mwingine anakuwa anaongelea budget ya kusafirisha hii mbolea kwenda kule. Lakini kwetu sisi tunatamani sana hata huko mikoani. Unajua watu wana mashamba. Unajua kwa mikoani mtu akitaka kulima anachoma shamba lake, lakini sisi tunatamani zile taka zinazobaki pale baada ya kulima
anaweza kuzibadilisha akatengeneza kuwa mbolea pia zikabaki hapo hapo shambani. Tofauti na kuchoma, unajua ukichoma unakuwa unatuzalishia pia emission ambayo tunaziita hizi stili bado ni hewa ukaa. Kwa stili bado unatuletea janga jingine ambayo inakuwa ni mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hapo kwa maelezo yako Mariam, pengine tena mtazamaji pia nawe utakuwa umenotice hichi kitu, ni kwamba elimu. Yaani hapo suluhisho pengine ya yote hayo ni elimu, hasa kwa hao wakulima, tena hao ambao wanazalisha matunda pengine mazao mengine lakini pia hawa ambao pia wanakuja wale mwisho wa siku pengine wanakwenda kununua hizo bidhaa zenyewe, waweze kufahamu kwa nini wao kwao ni muhimu kutumia mboji hii ya asilia, tofauti pengine na hizo nyingine ambazo wao wamezoea na ambao pengine zinawapatia matokeo ya haraka. Banaona ngoja niendelee kuwepo. Mkakati sasa pengine uko vipi kuhakikisha kwamba hii inapenya, yani inaeleweka hasa, ili uweze kujua kwamba hii kitu kinawezekana na hii mbolea nikitumia itafanya hii ardhi yangu kuendelea kuwa na rutuba? Asante. Kwanza kabisa kwetu sisi kwenye swala la elimu ni kitu ambacho tunaanza nacho. Hatuwezi tukaenda sehemu tukaanzisha mradi tusitoe elimu. Cha kwanza pale kwanza huwa tuna awareness ambayo tunaifanya. Kwa wale watu wa pale kwanza lazima tutawapatia elimu kwanza waweze kuelewa. Labda tunaanzisha mfumo wa takasifuli maybe ni masokoni hata katika jamii. Tutampatia elimu, lakini pia kwenye hili swala la mboji tunajitahidi sana kutoa elimu, na kutoa huko elimu huwa tunaanzisha kilimo ambacho ni kilimo hata kile kidogo. At least maybe kama eneo halitoshi kama simu 2000, eneo halitoshi kulima kwa pale, lakini kuna kilimo hiki cha kisasa ambacho watu wanaweza kaweka kwenye mifuko maybe unajaza udongo unachanganya na ile mboji, unakuwa unapanda mazao yako ambapo ukishaweka pale at the end of the day utaona matokeo. Huwa hii kitu tumeitumia sana kwa Bonyokwa, kwa project yetu moja ambayo ipo katika jamii ya Bonyokwa. Pale eneo lilikuwa linatosha kwa ajili ya kilimo, pia walikuwa tunalima. Kwa watu walikuwa wakija pale pia wanajionea kwamba kweli mbolea kweli inafanya kazi. Kwa mtu anatamani aone kwanza kitu kinafanya kazi. Hata kwa simu 2000 kwa sasa hivi tunaanzisha hicho kilimo ambacho ni kilimo tu pia hata kidogo ili mtu apate kuja kujionea kwamba kweli hiki kitu wanachokizalisha ni kina manufaa na ni kizuri pia. Lakini hapo katika utoaji wa elimu sisi tunatamani nichukulie jamii ya Tanzania nzima, tunatamani waelewe taka ina shida katika mazingira yetu. Tunatamani waelewe pia taka sifuri inawezekana. Kwa hapo kwenye taka sifuri inawezekana huwa tunatoa elimu ambayo tunaita tumeanzisha pia ni kitu kinaitwa ni Zero Waste Academy. Kuna watu wanakuja wanajifunza. Hata huu mradi wa simu 2000 ni matokeo ya hiyo Zero Waste Academy. Ni mtu anakuwa unajifunza kwamba hiyo zero waste ni kitu gani, kinafanyaje kazi, ni process nzima za zero waste unafundishwa. Na iko open kwa watu wote. Tanzania nzima, Afrika, tumeshafanikiwa kufanya mara 2 na academy ya kwanza ndio ilikuwa ni matokeo ya kuanzishwa kwa Zero Waste Market ambayo ni ya simu 2000. Kuna fund ambayo iliweza kupatikanika kwa ajili ya kufanya hiyo Zero Waste Market kwa simu 2000. Kwa mimi naweza nikasema ni wito wangu, kwa sababu hata huu mwaka tutafanya hiyo Zero Waste Academy, na ni wito wangu kwa watu kama wakiona hiki kitu labda kimepostiwa watu wajitoe kwa ajili ya kujifunza zaidi, kwa sababu hatuwezi kumfikia mmoja kwamba maybe kwa sababu tunafanya kazi watu wa Tanzania nzima tunahama mikoa. Sasa mpaka tukufikie kila mmoja inakuwa ni kitu ambacho ni kigumu. Lakini pia tunajitahidi kutoa elimu kwa hivyo, yani kwa watu waelewe kwamba taka sifuri inawezekana, lakini pia hayo matumizi ya mboji inawezekana. Especially mimi naweza nikachukulia mfano hata majumbani. Yaani unajua majumbani tunazalisha taka, hususan taka ozo nyingi nyumbani zipo za kutosha. Kwa mtu zile taka za ozo unazozizalisha zile, unaweza tu kama unazibadilisha kuzitengeneza kuwa mbolea. Unalima bustani kidogo pale nyumbani kwako. Unajua utakuwa unaepusha na gharama zingine za kila siku unaenda gengeni kutafuta mboga. Kwa hiyo ukiwa unatengeneza ile mbolea yako wewe nyumbani pale unajitengenezea mbolea ya kwako mwenyewe, tofauti na kwenda sokoni sijui nikatafute mbolea ya kisasa nije niweke sijui nipeleke shambani kwangu. Kwa hata hiki kilimo cha kisasa tu watu wajaribu kukitumia
yani kwa kutumia hizo taka zao wanazozizalisha majumbani. Hata kama una ndoo, una mfuko, jaribu kuweka taka zako. Huwa tunaelezea namna ya kuweka hizo taka hata kwa mtu majumbani, unakuwa unatengeneza hiyo mbolea yako, unazalisha chakula chako wewe mwenyewe nyumbani. Ni kitu ambacho kinarahisisha maisha pia. Mariam, nitarejea tena kwako hasa katika project hiyo. Na tunatamani pia kufahamu Simu 2000 soko moja. Lakini tukizungumzia Dar es Salaam kuna masoko mengi. Pengine mpango uko vipi hasa kuhakikisha kwamba masoko hayo mengine tunayafikia? Marco, nikirudi pale ambapo tulizungumza kwa habari ya tafiti ambazo mmezifanya hasa kuangalia taka ambazo zinazalishwa sana jijini Dar es Salaam. Pengine ni taka za aina gani na mkakati wake hasa uko vipi kwenu ninyi? Nipe fagio kuhakikisha kwamba pengine tunatokomeza taka hizo na tutekeleze dhana nzima ya taka sifuri. Ni kweli. Wanakuambia no research no right to speak. Kwamba kama hauna taarifa zaidi hauna haki ya kuzungumza. Sasa sisi tulikiona hicho kitu kwamba hatuwezi tukazungumza tu kwamba kuna uchafuzi wa mazingira bila kuwa na taarifa nzuri. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya huo utafiti kama nilivyosema mwanzo kupitia waste assessment and brand audit, kwa maana ya kwamba zile taka tunaziassess au tunakusanya taka baada ya kufanya usafi. Kwa mfano tunaweza tukachagua mtaa fulani alafu tukaitisha zoezi la usafi, watu wataokota zile taka na baadaye tunakuja kuchukua sampuli ya zile taka zilizokusanywa zote. Alafu tunazichambua. Sasa katika kuzichambua ndo tunakuwa tunabaini ni aina gani za taka ambazo zinaonekana kwa sana. Sasa ukiachana na taka ozo ambazo zinazalishwa majumbani na masokoni, sababu zenyewe zipo nyingi sana. Tafiti zinaonyesha taka ozo zipo kwa wingi sana. Na ukusanyaji wake huwa ni wa tofauti kidogo ukilinganisha na hizi taka nyingine. Kwamba zenyewe zinakusanywa kama zilivyo. Lakini kuna hizi taka za plastiki. Kiukweli hili ni tatizo kubwa sana na limekuwa likionekana kwa wingi sana. Kuna mitaa mingi mpaka leo hii ukipita utaona plastiki zinazagaa. Sasa katika tafiti zetu ambazo tumezifanya kuna plastiki zinaonekana kwa wingi. Kwa mfano hizi plastiki chupa za plastiki ambazo ni za rangi au zile za rangi zile ni tatizo kwa sababu baada ya kufuatilia kuna nyingine ambazo ni ngumu kufanywa urejelezaji. Kwa hiyo unakuta ndio maana zipo kwa wingi sana. Lakini kuna mifuko ya plastiki ambayo inaonekana watu wanachukua bidhaa alafu wanaenda kuzitumia mara moja na baadaye zinatupwa kwenye mazingira. Ndio maana tumekuwa tukitoa elimu ya watu kupunguza kutumia bidhaa ambazo zinatumika mara moja. Kama hivi mifuko ya plastiki. Sasa watu wanatakiwa angalau wawe wanakuwa na kitu au chombo ambacho kinakuwa kinatumika mara kwa mara. Kwa mfano umeenda sokoni, unaweza ukabeba kikapu wa mama, beba kikapu tena inakuwa nzuri kabisa. Unabeba kikapu chako alafu ndio unakuwa unakitumia siku zote. Au hata kama shahidi mzuri miaka ya nyuma jamani watu tulikuwa wanatumia sana vikapu kiukweli. Hata mimi tu kwetu nakumbuka tulikuwa tuna kikapu. Ukienda sokoni unabeba kikapu chako unajua unanunua bidhaa utaweka huko. Lakini sijui kwa nini hivi sasa imeonekana kama vile pengine ushamba ama nadhani inaweza tutarudi hapo. Balko, ngoja tuende tupate mapumziko mafupi. Punde tutarejea kamati yako hapo takuja kuendelea kuzungumza hasa katika tafiti hizo ambazo umefanya na kile ambacho mmekibaini katika jiji la Dar es Salaam katika upande wa taka. Mara hii nakwenda kupata mapumziko mafupi mtazamaji, punde tutarejea. Kumbuka ni sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kahawa au Chai. Na mtazamaji, tumerejea tena baada ya mapumziko hayo mafupi, lakini kama ndio kwanza unajiunga nasi, unatazama Tumaini Television na kipindi hewani ni Kahawa au Chai, na mara hii ni sehemu ya pili katika meza ya majadiliano, na pamoja nami hapa nipo na Mariam Shedrack, ni afisa hamasa kutoka Nipe Fagio
Lakini pia pamoja naye ni kuna Marco Doto, afisa hamasa wa jamii taka sifuri, na kutoka hapa taasisi hii ya Nipe Fagio ambayo ipo hapa nchini Tanzania. Niko Mikocheni hapa Dar es Salaam, lakini naamini pengine huko mikoani nimezungumza Mariam, kuna baadhi ya maeneo pia mpo mnaendelea kutekeleza dhana hii ya taka sifuri. Marco, tumerejea na kabla ya kwenda mapumziko mafupi ulikuwa ukizungumziana kuhusiana na tafiti ambazo umezifanya hasa za taka ambazo zinazalishwa hapa nchini hususan jijini Dar es Salaam, na pengine namna ambavyo kile mlichokibaini na namna ambavyo mnatumia zile taarifa mlizozibaini hata kuhakikisha kwamba sasa tunakwenda kukomesha takataka jijini. Ni kweli. Sasa zile tafiti zinatusaidia kupata taarifa. Sasa hizo taarifa zinatusaidia kwanza kwenye kutoa elimu kwa jamii, lakini pia kwenye masuala ya mazima ya mashirikiano au kueneza sera ya kwamba tunashirikiana na serikali. Baada ya kupata hizo taarifa tunazipeleka huko serikalini, wanaona hali halisi ya uchafuzi wa mazingira, ni aina gani ya taka zinaongoza, kwa nini zinaongoza, na ni hatua gani zichukuliwe. Kwa hiyo kinachofanyika, serikali kwa sababu wao ndo wahusika wakuu katika kuandaa sera miongozo, lakini miongozo ile na kutunga sheria. Kwao wanatusaidia kwenye kuandaa hizo sera, na tumekuwa na mchango mkubwa sana kwenye kuandaa hiyo miongozo na sera. Kwa mfano kupitia kampeni zetu ambazo tumekuwa tukizifanya, kama mwaka 2021 serikali kupitia ofisi ya makamu wa rais walianzisha ule mwongozo wa 3R, unaitwa refuse, reuse and reduce. Kwa maana kwamba unakataa kutumia bidhaa ambazo zinatumika mara moja au unakataa kabisa kuzalisha taka, lakini pia unatumia tena kama ambavyo tulikuwa tunazungumza hapa kwamba unakuwa na nini ile basket inaitwa kikapu kwa ajili ya kuendea sokoni. Lakini pia unapunguza ule uzalishaji wa taka, kwamba unahakikisha angalau kila siku hakikisha unapunguza kuzalisha taka. Kwa hiyo kila chochote unachotaka kufanya kinahusiana labda na uzalishaji wa taka, jitahidi upunguze uzalishaji wa hizo taka. Sasa hizi zinakuja kutusaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira. Na huu mwongozo ambao uliandaliwa unaendana kabisa na mfumo wa taka sifuri, kwa sababu na sisi ni vitu ambavyo tunavifanya. Kwa hiyo serikali na baada ya kuona ndipo sasa wakaruhusu kuachia maeneo au kutoa maeneo kwa ajili ya kufanya utekelezaji wa mfumo wa taka sifuri kwa kujenga sasa vituo vya kuchakata taka. Unaona, kwa sababu tayari washabaini kwamba huu mfumo umekuwa ni mzuri sana kwa upande wa jamii, afya ya jamii na mazingira, lakini pia kwenye swala zima la kupunguza gharama za ukusanyaji na usafirishaji wa taka. Kwa sababu kama mfumo, tuchukulie mfano sehemu ambayo tunafanya utekelezaji hapa Dar es Salaam kule Bonyokwa, kwamba jamii nzima ya Bonyokwa inakuwa inanufaika na utekelezaji huo, kwamba taka zinakuwa zinakusanywa na kupelekwa kituoni, kwenye kile kituo cha kuchakata taka. Sasa ile inapunguza kwamba serikali inagharamia kutoa gari kwa ajili ya kwenda kukusanya hizo taka na kuzipeleka dampo. Kitu ambacho kinaleta gharama kubwa kwa sababu utatumia mafuta. Kwa hiyo gharama inakuja kwa upande huo. Inasaidia pengine katika halmashauri hizo ambazo mnazifanyia kazi. Ndio, inasaidia, lakini pia tukiongelea upande wa kwenye soko la mawasiliano au simu 2000, mwanzoni gharama ambazo zilikuwa zinatumika kuzikusanya hizo taka na kuzipeleka dampo zilikuwa ni kubwa sana ukilinganisha na sasa hivi, kwamba baada ya kuwepo ule mradi wa kuzalisha mbolea ya mboji,
umeweza kusaidia kupunguza gharama za kusafirisha taka. Kwa hiyo moja kwa moja hapo unaona faida inakuwepo upande wa jamii, lakini pia upande wa serikali kwenye kupunguza gharama za kusafirisha taka. Yeah. Naam, nikirejea kwako Mariam, awali wakati tukizungumza hapa ulizungumzia kituo hicho cha simu 2000 ambacho tunakitaja sana hapa, na nikasema ya kwamba Dar es Salaam hii kuna masoko mengi lakini simu 2000 ndio hao wamepata neema hiyo ya kuwa na hicho kituo mahala pale, na kinatumika tu vizuri na taka ozo zinazalishwa pale kuwa mbolea ama mboji hii ya asili kabisa, organic. Mpango uko vipi kuhakikisha kwamba pengine masoko mengine wanakuwa na elimu hii na kwenyewe kukawa na hivyo vituo? Asante sana. Kama nilivyosema mwanzoni kwamba taka sifuri kwa mwanzoni ilianzishwa kwenye jamii tu, yani ikawa inatekelezwa kwenye jamii tu, na tukaja tukaona kwamba sehemu ambayo ilikuwa imeachwa ni masokoni. Ndio tukaja na hii simu 2000 tulifanya, ilikuwa like a pilot. Kwamba tujue kwamba je, na masokoni inawezekana kama kwenye jamii imewezekana. Unajua ili taka sifuri ifanikiwe lazima tupate eneo la kujenga hicho kituo sasa kwa ajili ya uchakataji wa hizi taka. Sasa changamoto kubwa iliyopo ni kwenye upatikanaji wa maeneo, hususan kwenye miji ambayo imeendelea kama Dar es Salaam au inazidi kuendelea. Upatikanaji wa haya maeneo ya kujenga hivi vituo inakuwa ni changamoto kubwa. Lakini kwa simu 2000 ilikuwa, kwa sababu ilikuwa ni kama pilot study, na tumeona kumbe ni kitu ambacho kinafanikiwa sasa, yani inawezekana kutekeleza taka sifuri masokoni. Kwa kwetu sisi tuko tayari kwenda soko jingine. Tuko tayari kabisa kwenda kutekeleza huu mradi tena soko jingine, kwa sababu tunatamani ni kitu ambacho unajua tunatamani taka sifuri isiwe tu ni pefagio. Watu wengi wakisikia taka sifuri wanaelewa ni pefagio, lakini taka sifuri ni kitu cha kila mtu. Unaweza ukatekeleza taka sifuri na ikawezekana kabisa kitu kikafanikiwa. Tuko tayari kureplicate kwenda katika masoko mengine, kwa sababu hata tulivyoanza taka sifuri katika jamii tulianza kwa Dar es Salaam, lakini kwa sasa hivi tuko maeneo mbalimbali. Tumeweza kufika Tanga, ambapo kwa sasa hivi tunaendelea na mradi wa ujenzi sasa kwa ajili ya kuanzisha mfumo wa taka sifuri Tanga. Tuko Zanzibar, tuko manispaa ya Mjini. Tuna vituo viwili kwa Zanzibar kwa ajili ya uchakataji wa hizi taka, yani urejelezaji wa taka. Lakini pia tuko Arusha, na tunaendelea pia kuwa katika maeneo mengine. Lakini pia kwa hapa Dar es Salaam tuna replicate mfumo wa taka sifuri Mbweni katika manispaa ya Kinondoni. Kibonyokwa iko Ilala, lakini tunatamani kila manispaa ibaini huu mfumo iweze kuchukua. Tunashukuru kwa Ubungo walivyoweza kuipokea mradi wa simu 2000. Unajua ni wale watu ambao wamekichukua kama vile ni kitu chao hivi, na kwa sasa hivi wako kwenye mchakato wa kuangalia sehemu nyingine ambapo tutapata eneo kama ulivyosema kwamba tuna mpango gani sasa ili tuweze kusogea na haya masoko mengine. Ukweli kuna masoko mengi. Nikachukulia labda soko la Mabibo linazalisha na lenyewe takaozo nyingi sana. Sasa Ubungo hapo kwenye mchakato wa kuangalia sasa sehemu ambayo wataweza kupata eneo, tutaenda pia kwa ajili ya kutekeleza huu mradi wa taka sifuri masokoni. Lakini kwa hapa Dar es Salaam taka sifuri ndio tunaelekea Mbweni. Kwa sasa hivi tupo katika hatua za kuengage na serikali, tumeshafanya survey, tunaelekea katika hatua ya ujenzi wa kujenga kituo cha uchakataji wa taka. Lakini pia tupo katika maeneo ya Msimbazi, tutatekeleza pia taka sifuri katika maeneo ya Msimbazi kwenye mitaa 8. Na penyewe tupo katika mchakato wa kuengage pamoja na government. Kwa tunatamani taka sifuri ifike Tanzania nzima au iwe ni Afrika nzima. Lakini sasa kwanza tunatamani kwa Tanzania yetu kila mtu auchukulie mfumo ni kama ni wa kwake na anaweza akaanzisha hiki kitu kwake mwenyewe. Kwa ni swala ambalo linawezekana kwamba kila mmoja kama ataichukua hii kama ya kwake, kila mmoja akichukia takataka katika eneo lake, basi naamini kitu hiki kinawezekana. Mariam, pia nikibakia kwako pia hapo ulizungumza ya kwamba pengine mfumo huo hata mtu mwenyewe mmoja tukija katika kaya huko, sababu sisi ndo wazalishaji wa hizo pengine takaozo, sababu kila siku tunapika, kila siku tunachambua mboga, kila siku tunamenya nyanya, mambo kama hayo, matunda sijui nini na mambo mengine kama hayo. Pengine hatua hizo za
kuchakata taka hizo na kuzigeuza kuwa mboji. Pengine mtazamaji angetamani hata kufahamu yani kidogo mchakato wake pengine unakuwaje. Labda ni mgumu kiasi gani ama ni rahisi kiasi gani? Okay, mchakato wa kutengeneza mboji sio mgumu. Ningesema kwamba ni mgumu, sio mgumu, hapana. Lakini kwa mtu ambaye anataka kufanya utengenezaji wa mboji nyumbani, ni kitu kirahisi tu, unaweza kuchukulia simple. Unajua kuna ile ambao tusichukulia kwamba taka tunazikusanya zote za jamii tunazileta ili tujenge kituo. Hiyo itahitaji eneo kubwa kwa ajili ya ujenzi sasa. Lakini kwa mtu ambaye uko nyumbani unatamani kufanya hiki kitu nyumbani kwako na uanzishe kwako mwenyewe. Tuchukulie mfano labda una taka zako unazalisha. Taka ozo kila siku mtu unaelewa taka zile za mabaki ya chakula, kama umemenya nyanya zikabaki, maganda ya ndizi, yani zile taka ambazo unajua kabisa kwamba hapa zinaoza. Ukawa na zile taka ozo zako. Lakini pia kuna hizi taka za kufagia, labda majani makavu haya za kufagia, na zenyewe ukaziweka, yani ukaziweka kwa pembeni. Ukawa una ndoo yako, ukachukua labda ndoo, hizi ndoo za lita 20, itadipendi na kiasi gani cha taka ambacho unazalisha wewe. Lakini pia unaweza ukatumia ndoo au mfuko. Lakini ninashauri kama utaweza kutumia ndoo, ni kitu ambacho inakuwa ni rahisi. Katika hiyo ndoo unachukua ndoo yako, kwa chini unaweza ukatoboa vitobo vidogo vidogo kwa pembeni ili kuruhusu hewa iwe inapita. Kwa chini ukaweka ile taka ya kufagia, ile ambayo unafagia ile majani makavu au nyasi zile ni zile kavu, unaweka kwa chini. Alafu unakuja unachanganya taka ozo zako, sasa unaweka. Ukishaweka layer ya kwanza umeweka hizo majani au taka zile kavu zile kama majani au taka ambazo umezifagia, ukaja ukaweka taka ozo, ukaweka kwenye hiyo taka ozo. Assume labda unapika kwa kutumia mkaa au kuni, una yale majivu yanayobaki, yale majivu yale. Unajua kila kitu kipo nyumbani la tu. Na yale majivu ambao yale majivu ambao unayo unachanganya kwenye zile taka ambazo umeweka kwenye ile ndoo ambazo umetenga kwa ajili ya kutengenezea hii mboji. Unachanganya na yale majivu. Unaweza pia, lakini kama taka yako ina maji mengi sana, ukajaribu kutumia udongo. Ukachukua udongo kidogo, lakini kwa wale watu ambao wana uwezo wa kupata labda vumbi la mbao, unaweza ukachanganya na vumbi la mbao pia, na lenyewe linarahisisha kunyonya yale maji kwenye zile taka. Lakini pia process ni hivyo, yani ukishamaliza kuweka taka ozo zako, sasa pale utaweza ukaweka tena vitu vikavu juu, nyasi, kama ndoo yako haijajaa. Lakini kama ndoo imejaa unaweza ukaziacha kwa muda, ukaa labda una ndoo nyingine. Kuna wengine anaweza akageuza, lakini au kaiacha ikaoza direct. Lakini njia rahisi nyingine, unajua tunaona nichukulie vijijini, unajua kule watu wanatengeneza mbolea ila hawaelewi. Tuna haya tunasema inaita ni majalala, ile kuchimba shimo afu unakuwa unafikia taka. Lakini changamoto haito, watu sasa wanachanganya taka zote. Lakini ukiwa una kile kitu ukachimba shimo lako, umechimba shimo sasa nyumbani, una eneo nyumbani kwa nje, ukachimba ile shimo lako, ukawa unaweka taka ozo zako mle, likishajaa unafukia. Baada ya muda ukienda kufukua pale, yani utakuta ni kitu ambacho, au ukipanda muhindi pale, hata usipofukua ukapanda muhindi pale, yani ama mazao mengine yote ukaweka juu yake. Pale kutakuwa kuna rutuba nzuri zaidi. Au unaweza ukafukua ukachukua ule udongo ndio kuchanganya kwenye shamba lako, kwa sababu ukishaoza inakuwa tu ni udongo. Inakuwa inarudi kabisa kuwa katika udongo. Unaenda sasa kuweka, unatumia ile kama mbolea yako. Chukulia mfano hata majumbani au huko vijijini au shuleni, shule tulizosoma hizi za kawaida hizi. Kwa sababu kwa tunatumia hiyo njia. Lakini nimesemea changamoto kubwa ndio hivyo, tunachanganya taka. Sasa wengine ukiona limejaa anachoma. Lakini mimi sishauri mtu kuchoma. Kama umetenganisha taka ozo zako, umechimba hilo shimo special kwa ajili ya kuweka hizo taka, ukimaliza fukia. Zikishaoza, yani unaweza ukajaribu kuchimba pale ukatoa taka zote, zitakuwa zimeoza. Inaweza ikachukua maybe kati hata mwezi mmoja zinakuwa zimeoza zote. Unatoa ile mbolea unaenda kutumia. Hiyo ni njia rahisi sana pia. Kwa maana kama una kibustani chako nyumbani cha mboga ama hata maua, maua na yenyewe pia yanataka udongo uwe wenye rutuba. Unaweza ukafanya hivyo. Mtazamaji, elimu hiyo ichukue. Sasa jiangalia hapo nyumbani kwako una eneo kiasi gani? Pengine taka za kwako hapo nyumbani unazitreat vipi? Yani unachanganya, unafanya. Lakini elimu tunapewa hapa, tunaambiwa kwamba napaswa kutenganisha takataka. Kama pia unataka kuzalisha hiyo mboji ya asilia kabisa,
kwenye bustani yako, basi mambo yanakuwa bam. Nikirejea kwako Marco, pia tuangazie sasa katika swala la Zero Waste Academy ambayo ni moja kati ya ni vitu ambavyo tunavifanya ni pefagio na limezaa matunda. Mkakati wake, mpango wake, uendelevu wake pengine uko vipi ili haya matunda ambayo tayari mmekwisha kuyapata pengine yaendelee kupatikana? Sasa baada ya kuona kwamba mfumo wa taka sifuri unanufaisha sana jamii, basi tukaona ni vizuri pia tukafundisha watu wengine ili waweze kufanya utekelezaji kwenye maeneo yao. Kwa hiyo hii inakuwa kama sehemu ambayo inawaleta watu pamoja kutoka maeneo mbalimbali duniani, wanakuja kujifunza jinsi ambavyo tunaweza tukaishi katika maisha ya kimfumo, yaani mfumo wa taka sifuri. Sasa tulianza kufundisha mwaka 2023 kwa mara ya kwanza, ambapo tulipata washiriki kutoka nchi mbalimbali. Kuna washiriki ambao walitokea hapa Tanzania, lakini kuna wengine walitoka nchi za Afrika na kuna baadhi walitokea nchi za bara la Asia. Kwa hiyo miongoni mwa nchi za Afrika ni pamoja na Kenya, Uganda, Ghana, Afrika Kusini, Togo, Nigeria na wengine na mataifa mengine siwezi kuyataja yote. Lakini pia kuna nchi za Asia kama Nepal, nao walikuja, tuliwafundisha. Kwa hiyo tulikuwa tunawafundisha kwa njia mbili. Kulikuwa na njia ya kwanza ambayo ilikuwa ni wanasoma mtandaoni, tulikuwa tunawafundisha mtandaoni, lakini baadaye sasa wale ambao walikuwa wanafanya vizuri na waliokuwa wanaonyesha shauku ya kufanya utekelezaji, tukawakaribisha kuja Tanzania ili kujifunza kwa vitendo. Kwa tuliweza kuwapitisha katika maeneo yetu ambayo tunafanya utekelezaji, na tunachoshukuru ni kwamba baada ya wao kujifunza wameweza kutekeleza katika jamii zao, na tumekuwa tukipata mrejesho mzuri jinsi ambavyo jamii zao zimekuwa zikinufaika na kutupongeza kwamba tuliwafundisha kitu kizuri ambacho kimewasaidia upande wa afya ya jamii na mazingira kiujumla. Kwa hiyo Zero Waste Academy ni kitu ambacho tunaona kinaleta matunda mazuri. Kwa hiyo kama kuna mtu labda angetamani kujifunza, tunamkaribisha. Anaweza akauliza utaratibu ukoje, ili muda sasa wa kufundisha utakapofika tuweze kumkaribisha na hatimaye aweze kuwa sehemu ya mfumo ya maisha wa mfumo wa taka sifuri. Kwa namna ambavyo umezungumza, mtazamaji pia nafikiri utakuwa umeliona hili swala la mazingira, kiukweli ni swala mtambuka. Kwa namna yani tunaishi tunategemeana. Ndio. Tunategemeana. Na leo hii tukienda katika jamii, hasa katika fukwe huko ambapo unazungumza, taka hizo za plastiki zimeenea. Mkakati wake na ninyi ni pefagio, hasa katika taka hizo ngumu, hizo pengine taka za plastiki na taka nyingine ngumu. Mkakati wake ninyi mnafanyaje huko katika eneo hilo? Ukiachana na kazi ambazo tunazifanya kama ambavyo tumesema kwamba tunatekeleza kule mitaani, lakini pia swala la kushirikiana na serikali, kwamba kuna wale ambao wanazalisha hizo bidhaa, ukiachana na mtumiaji, lakini sasa tunaangalia na yule mzalishaji. Anatakiwa na yeye sasa angalie kile kitu ambacho anazalisha kinakuwa kina madhara gani, ni kwa namna gani anaenda kuwajibika kwenye kile anachokizalisha. Sasa yeye atazalisha na mtumiaji atakuja kutumia, na wanatumia nguvu kubwa sana kuwashawishi wale watumiaji kupitia yale matangazo kwa sababu wale ni wafanya biashara. Sasa wale huwa tunawabana. Kuna kitu kinaitwa extended producers responsibility, kwamba serikali inawataka waweze kuwajibika, waonyeshe kwamba wewe unazalisha hii bidhaa, unatuletea, unajua inaenda kuishia wapi, unachukua hatua gani. Na ndio maana sasa unakuta sisi tunapushi ile ajenda ya kuzalisha bidhaa ambazo zinatumika zaidi ya mara moja, na sisi tunapingana kabisa na zile bidhaa ambazo zinatumika mara moja kama mifuko ya plastiki. Na tunashukuru
mwaka 2019 ile walizuia kutumia ile mifuko ya plastiki ile mieusi. Kwa sababu ilikuwa inaonekana sasa watu wanaenda sokoni, akija akiitumia anaitupa, inaishia kwenye mazingira. Na zilikuwa zinaonekana kweli kwa wingi sana. Lakini sasa hivi pia tumeanza kuona kuna mifuko hii mingine inakuja kwa kasi kubwa sana. Sasa hii inaleta hatari kwenye mazingira yetu. Na lazima tuangalie wale wanaozalisha, inabidi waangalie ni kwa namna gani wanaweza kaidhibiti ile mifuko. Na kama inashindikana kabisa, basi ni vizuri ikazuiwa ili tuwe na mazingira mazuri. Sasa iwe sehemu ambayo kila mtu anafurahia. Sio inafikia hatua unapita sehemu unakutana na plastiki, zinakera sana kwa kweli, zinakera mno. Na jiulize tu mtu amenunua vitu vyake kule, anakuja anamenya nyanya au vitu kule jikoni, baadaye akimenya anaweka mle, anafunga, alafu zinaenda zinatupa. Sasa muda mwingine unapita sehemu unakutana na hiyo adha, watu wanatupa ovyo, harufu mbaya, ile picha ya eneo hilo inakuwa ni hauwezi ukawa comfortable yani. Kwa lazima tu utaona kuna kitu fulani kitakukera. Na muda pengine umekuwa sio rafiki kwetu, pengine Mariam hasa, na mara hii basi tugeukie kwako hasa katika taka ozo na namna ambavyo taka hizi basi zinazalishwa kuwa mboji. Awali ulizungumzia swala zima la masoko kwamba mboji ndio hiyo hapo imekwisha kuzalishwa kupitia taka ozo hizi za masokoni, pengine hata za majumbani. Soko imekuwa changamoto. Soko sasa mboji yenyewe ambayo inakwenda kurutubisha ardhi, kufanya hiyo ardhi endelee kuzalisha zaidi na zaidi. Mkakati wake hasa pengine una wito gani hasa katika eneo hilo la soko ya hiyo mboji ambayo inazalishwa? Asante sana. Kwenye mkakati wa kutafuta masoko ya hizi mboji, labda mimi nisemeni ni wito wangu kwa serikali. Yaani ninatamani serikali kupitia Wizara ya Kilimo yaani ione hili swala kuna namna, yaani niseme wizara ya ambayo inaendelea na mambo ya mazingira pamoja na kilimo, kukawa na ushirikiano mzuri hapa katika kuangalia matumizi ya mbolea ya kisasa pamoja na matumizi ya mbolea hizi za asilia. Je, yana changamoto gani katika ardhi, na hizi mbolea za kisasa zina changamoto gani katika ardhi, na tukitumia mbolea ya asilia pia itasaidia nini katika ardhi. Lakini pia kwa Wizara ya Kilimo, je, kuna matunda gani katika utumizi wa mbolea ya asilia? Sasa hapo ni Wizara ya Kilimo kulichukua hili, au pia serikali kuanzia katika ngazi yake, serikali za mitaa, kwa sababu unajua tunapofanya hizi kazi tunashirikiana sana na serikali za mitaa. Kwa ni serikali zidi kulichukua hili na kulibeba. Sawa, tunatamani sana kuondoka katika adha ya takataka, yani tutengeneze mazingira yetu yawe katika yaani yawe ni rafiki pia kwa vizazi vijavyo. Kwa ili yawe rafiki, tunatamani hii mbolea tunayoizalisha pia irudi katika ardhi. Unajua tunauza hii mbolea kwa ajili ya wale watu ambao wanafanya hizi kazi pale kwenye hivi vituo. Unajua wale watu ni watu ambao pia tunatamani waendelee kuendesha maisha yao kwa kupitia hii kazi wanaoifanya, ambao mwanzoni walikuwa wanachukulia kama ni waste pickers. Kwenye hivi vituo vyetu tunafanya kazi na waokota taka, ambao sasa katika maisha yao ili waweze kuendelea wanadepend na malipo ya nini, ya taka ambazo wanakusanya pamoja na mauzo ya mbolea ambazo wanazichukua. Natamani serikali pia iangalie kwa makini katika hawa watu ambao wanafanya hizi masuala ya kuokota taka. Hebu nichukulie mfano, just imagine hapa kwa Dar es Salaam tusingekuwa na hawa watu wanaopita barabarani kuokota hizi taka. Yaani sijui yani tungekuwa katika mazingira gani. Kwa sababu mtu maybe anamaliza kula kitu chake anatupa pale. Anamaliza kunywa maji anatupa pale. Kusingekuwa na wale watu tungekuwa katika hali gani? Ni watu ambao kusema ukweli niseme ni champion wa kwanza katika mazingira. Yaani wale watu ndio yani waangaliwe katika hali nyingine. Sisi ni Pefagio sawa, tumewachukua na ndio tunaofanya nao kazi katika kazi zetu hizi zote za kila siku katika uendeshaji wa mfumo wa taka sifuri. Ndio wale watu, kwanza wale watu jamani wanawachukulia ni kama vichaa, lakini wale watu
wana kitu, ukikaa nao makini wana kitu na wanafanya hizi kazi kwa umakini. Watu wanasomesha wanasomesha, wanaendesha maisha yao, na akishakijua hiki kitu kwamba nina uwezo wa kuzalisha mboji, wengi wao wanaanza kazi zao pia, wanaangalia labda ufugaji wa kuku. Ni kitu ambacho wanafanya katika biashara. Wale wadudu ambao wanazalishwa pale wanakuwa na hapa wale kuku wanakuwa wanaendesha maisha yake vizuri. Kwa natamani serikali pia iliangalie hili swala la uzalishaji wa mboji na tulichukulie kiserious ili zirudi sokoni. Sawa. Na dhana nzima ya kutokomeza taka nchini inawezekana. Kila mmoja akitimiza wajibu wake. Kuanzia kwenye ngazi ya kaya, timiza wajibu wako, basi pengine na hata katika maeneo ya mkusanyiko pia wewe timiza tu wajibu wako. Tunaambiwa inawezekana. Asante sana jamani. Kiukweli nitamani tuendelee kuzungumza, kwa sababu unajua bado yako mambo mengi sana. Tukizungumzia mazingira ni swala mtambuka. Kwenye mazingira kuna mambo mengi sana. Na pengine maana serikali ikaona ngoja pa iweke wizara yake kabisa maalum kabisa, wizara ya hiyo masuala ya muungano na mazingira. Asante sana. Asante. Nashukuru sana kwa maongezi haya yenye tija. Naamini pia na kwako wewe mtazamaji kuna kitu umekipata. Lakini kikubwa ni kwamba wewe chukua tu hiyo. Hata katika mazingira yako hakikisha kwamba basi una utaratibu ule wa kutenganisha takataka ambazo unazalisha. Kwa sababu kila siku tunazalisha taka hapa nyumbani. Pengine kuna mtu kaja akuletea kiparcel, viboksi, umekunywa juisi, umekata nyanya, mfanyaji. Kuwa na huo utaratibu wa kutenganisha hizo takataka zako hapo nyumbani ili iwe rahisi hata kwa hao ambao wanakuja wakati mwingine kuchukua hizo takataka katika mazingira haya. Asanteni sana mtazamaji, nikukumbushe tu kwamba siku hii ya leo nimekuwa na wakati mzuri hapa pamoja na Mariam Shedraki, afisa hamasa kutoka Nipe Fagio, taasisi hii sio kwa serikali, pamoja naye Malko Doto, afisa hamasa wa jamii Taka Sifuri kutoka hapa Nipe Fagio. Asante sana kwa muda wako, lakini kwa maoni, ushauri, milango iko wazi. Kuna nambari hapo pia unaiona. Kama una chochote na maswali zaidi kwa wana Nipe Fagio, wewe tuandikie hapo namna moja kwa moja, basi tutakuunganisha na wao ili na wewe uweze kujifunza vizuri zaidi katika swala zima la utokomezaji wa takataka hapa nchini. Mimi ni Annette Nyoni, mpaka wakati mwingine, nikuage kwa heri kwa sasa.